Unafahamu kwamba Harmonize hawezi kuachia video bila mpenzi wake Kajala kuitazama? Harmonize ametusanua hivyo akijibu comment kwenye page ya Instagram ya Bongo Trending ambaye alikuwa ameposti video hiyo. Akaandika kwamba kwa jinsi ambavyo Harmonize ameyafanya kwenye hii video ya leo ambayo amemshirikisha Mbosso, sijui kama Kajala alikuwa ameona. Of course Bongo Trending alikuwa ameandika kwamba hii video Harmonize kafanya matusi sana, Kajala hajaona nini? Yani kwamba ameshangaa Bongo Trending kuona kwamba Harmonize ameachia video kama hii na kuna vitu vingi sana vya nude mundani. Kajala amepitisha hili swala, Harmonize amepita akamjibu kwamba ningetoaje bila wife kuona, alafu akaka emoji ya kucheka. So hawezi kuachia kazi yoyote Harmonize bila Kajala kuona. Kajala ni shabiki wa kwanza wa Harmonize kimuziki. Of course jana ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 3, Harmonize aliachia video ya ngoma yake leo ambayo amshirikisha Mbosso. Audio ya ngoma hii imetoka miezi miwili iliyopita na sasa hivi tupo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Harmonize ameamua kutubless na ngoma hii, video ya ngoma hii leo. Moja kati ya ngoma kali sana ambazo zimetoka kwa mwaka huu 2026. No doubt mpaka sasa ukitaja ngoma kali ambazo zimetoka leo lazima utaiweka pale. Video ni kali, video imefanyika sehemu mbalimbali na director akiwa ni director Kenny ambaye sasa hivi amekuwa akifanya sana kazi na Harmonize, na of course wana bondi moja nzuri sana director Kenny anapokutana na Harmonize. Nataka niipitie tu kwa ufupi hii video ambayo imetoka mpaka sasa, ina masaa 12 ikiwa na views 143. Nimeona watu wana dot sana kwamba Harmonize kwa nini kaachia video katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Niwakumbushe tu kwamba ngoma ya Harmonize ambayo ilimweka juu sana kimuziki ulimwenguni, Sing Again. Yes, hii ndo the biggest song kutoka kwa Harmonize, ilitoka katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. So inawezekana kaona kwamba mwezi huu ana upepo. Of course huu ni mwezi ambao kama ukiachia ngoma kali inaweza kusikilizwa kwa sababu hakuna pressure ya wasanii wengi kuachia ngoma. So Harmonize ameamua kuwa bless tu kwamba wakati ukishamaliza kufuturu basi jioni pale ucheki zako video, kwa sababu hii video ukiangalia ukiwa na mfungo kidogo itakuletea shida. Saumu yako inaweza ikaingia dosari kidogo. So iangalie ukishakuwa umefungulia pale jioni, unaweza ukacheki video hii hapa. Video inaanza, nataka niipitie tu haraka haraka hapa. Video inaanza shot ya kama ya drone hivi. Harmonize yuko kwenye room fulani akiwa anapiga zake piano na bebe huko akiwa anavuta zake sio anavuta sigara tuseme hivyo. Yes, mrembo mzuri jamani. Bana Harmonize softia lawama wewe jamaa. Yes, ni video kali sana, haina story ndefu sana, lakini ni video fulani ambayo imefanyika indo zaidi. Ubebe sio ni nani jamani, director Kenny unapataga wapi hapa? Baadaye kuna shot nyingine tunaiona Harmonize akiwa amevalia zake kirastafari, akiwa na bebe nini sehemu fulani ya culture hivi, akiwa naimba. Outfit Harmonize simple tu, wala sio kwamba amecomplicate sana humu ndani. Lakini pia kuna shot nyingine Harmonize anaonekana anachora zake tattoo na mrembo. Harmonize sema hizi cheni hizi nini pete hizi kidogo zipumzike, nimezitumia sana jamani. Sasa kwenye video tuchukua hata za kukodi itakuwa ni vizuri zaidi. Video ni kali kusema kweli, video ni kali. Nimependa pia Mbosso kwa upande wake. Mbosso anaonekana shot ya Mbosso ilianza akiwa zake kijijini kwenye migomba huko akiwa na bebe yake, lakini pia Mbosso naye the same amevalia hivyo, amevaa culture humu ndani, vintage fulani hivi imepigwa humu ndani. Mbosso ameenda kama cowboy kuna muda akiwa na huyu mrembo wake fulani. Mbosso ni mtu fulani ambaye kwenye video zake kama utachunguza vizuri anapenda fulani vitu fulani vimodo, sio mtu wa mizigo mikubwa. Huyo ndo Mbosso. Sasa yeye Mbosso vitu vyake tunajua. Angalia video nyingi za Mbosso, wanawake ambao anapenda kushuti nao ni wanawake ambao wana mionekano, wana miili midogo hivi, sio miili mikubwa sana. Mbosso sio vitu vyake. Harmonize hatushangai kuona akiwa na mizigo, kwa sababu ni vitu ambavyo Tanzania na dunia inajua kwamba ni vitu ambavyo anavipenda. Lakini pia nimependa outfit ya Mbosso. Baadaye akiwa amevaa zake mavazi fulani mazuri, lakini pia mrembo wake amevaa mavazi ya stara sana. Mbosso kwenye video hii mwanamke amevaa kiindi fulani hivi, amevaa vizuri. Baadaye Mbosso pia anakuja anabadilika na yeye akiwa amevaa culture zake kijamaika zaidi, akiwa na cup yake pale. Ni video fulani ambayo haina story ndefu sana kama ambavyo nilikwambia. Ni video ambayo imefanyika zaidi, ni video fulani ambayo haina mambo mengi na ni nzuri kusema kweli. Ni video kali sana ambayo Harmonize ameachia siku ya jana. Ngoma inaitwa Leo, unaweza kaicheki pia kupitia YouTube channel ya Harmonize. Amecollaborate na Mbosso, utaweza kuitazama hii hapa video. Nataka nione sasa
Audio sawa, tunaweza tukasikiliza muda wote, lakini video kwa maudhui ambayo yapo kwenye hii video, kwa watu ambao wapo na funga zao kidogo, inakuwa ni changamoto. Inakuwa ni changamoto kidogo. Huwezi kuitazama hii video kama unafunga. Mimi hapa nipo tu kazini, inabidi nifanye, lakini kiwalisia kabisa hii video unaweza kaingia matamanio ya kimwili wakati umefunga. Kwa hiyo lazima uzingatie hilo kabla hujatazama hii video, kwamba chochote kinaweza kukutokea na ukaharibu funga yako. Kenny ndio ambaye umesika kwenye video. Kama kawaida, director Kenny akishuti video lazima umpe collab, lazima aonekane mwishoni. Ameonekana pia mwishoni director Kenny katika hii video. Nataka pia nipite comment za watu sasa kwenye page Harmonize baada ya kuachia hii video, nione watu wanasema nini kuhusiana na hii video ya Harmonize ambayo ameachia jana. Watu wanasema nini? Of course Harmonize wakati anaitambulisha hii ngoma jana aliandika kwamba Levels 26 video, the biggest song overall, video is out now, promise you to be back soon as possible, remember it's my birthday, can't wait. Hapa namaanisha kwamba of course huu ni mwezi wa kumbukumbu wa birthday wa Harmonize, na anasema kwamba hii ndio ngoma kali zaidi kwa mwaka 2026, lakini pia atarudi tena, hajaishia hapo, ana jambo lake bado. Harmonize, nimeona comment ya Stan Bakola amesema kwamba uwanja wako baba. Nimeona Auntie Ezekiel ka comment moto. Nimeona Zip amecomment kwamba Harmonize, bora Kajala angekuwa vixen wako, kwa kweli ingenoga hatari, big up to you. Kwamba huyu shabiki anatamani kwamba Kajala ndo angekuwa video vixen. Kajala jamani ashatokea kwenye video nyingi sana jamani za Harmonize. Mumwache sasa, yule ni mpenzi wake. Kwa nini mnakuwa hivyo? Nataka nipitie comment. Anasema hii video ni nzuri kiangalia hapa. Bado watu wanashindikiza tu kwamba watu wasende YouTube kuangalia video za wasanii jamani. Mwingine amecomment amesema kwamba mwezi wa Ramadhani mtasababisha watu tunapigwa na mabomu ya Iran. Yale nilikuwa nasema kwamba hii video uwezo kaitazama hivi. Kuna wao amecomment amesema kwamba hao vixen wako ndo wanapoharibu, hawajui una Kajala mipaka. Anyway, good banger. Ushabiki anasema kwamba kama vixen amepitiliza vile. Of course nilikwambia kwamba vixen mundani amejiachia sana, kitu ambacho nimeona comment nyingine ya ushabiki anasema video ni kali sana mpaka anapata kichaa. Harmonize ni noma. Zara boy pass me weed about ila mashabiki wa Harmonize wanajua na wenyewe na akili zao. Of course comment nyingi, kubwa zaidi ni kwamba Harmonize ameachia video ya leo. Unaweza kaicheki sasa kupitia digital platform ya YouTube, ipo pale, icheki. Ni moja kati ya video kali, hautajutia kuitazama. Mimi naitwa Ricky, bye bye.